Najua maana yake nitaka kujua yeye kashughulikiaje hiyo kero. Sasa sisi akatupa alikuja baada ya sakata hili mwanzo tulipofutiwa tukamfuata akatuambia bwana, ili swala nenda tofauti na wapimaji walivyopima itakuwa tofauti. Akatuletea na ramani ya mipango miji kuhusu mradi. Baada ya kutuletea ramani akasema hii niwahakikisheni hili, tamwita meneja wa TARURA wilaya ambaye Manarunji. Tukakaa katika kikao tulichokikaa Mkunguni pale Manchester. Akatuambia yeye diwani alisema hii mistake, lakini bwana Runji akasema hii sio mistake. Mistake ndogo ile utokea era, barabara imehama sana. Kwa hiyo nyinyi mliowekewa X baada ya wale watu walikuwa katika miradi tangu zamani kufutiwa, nyinyi msiwe na hofu. Wale walolipwa zamani ndio wataolipwa, na serikali haina hela ya kuwalipa watu wawili hao walipe na walipo. Akatuambia na yupo hapa, akatuambia kwamba yoyote atakayekuja kupima, ndicho nakuja sana dada Lydia hapa kupima, mkamateni, nipigieni mimi simu, nitaishughulikia hilo swala. Lakini hatujaelewa. Tulipomaliza kikao, tulimaliza hivyo, siku nyingine akaja akasema inabidi tupite nyumba hadi nyumba, nyie mnajuana. Kikao tulikaa hapa na diwani, kama nyinyi mnajuana tajaneni. Tukatoka, msogope uhasama, maana yake ikisipotoka hii itatoka yako. Tukatoka na bwana Runji hapa na Lydia na mwingine aitwa nani yule Boni. Boni. Tumetoka, tumepita nyumba hadi nyumba, tumefika nyumba hizi na watu wanahakikisha kabisa, wengine walirekodi kwamba mimi nimelipwa lakini sijui sijapewa hela, wengine wanasema si tumelipwa lakini tuliuziwa, tunafanyeje? Tukatoka tena bwana Runji tukaenda pale Mkunguni, akatuambia hivi, ili swala la kulipwa tutamuomba waziri wa haya mambo awafikirieni, kwa sababu nyinyi mshafanyeje, mshalipwa. Hatuwezi tena tuwalipe wakati mshalipwa. Tukashukuru kwa hilo, tukaona swali linaenda vizuri. Kwa kama miezi wakaja tena watu usiku wakapiga vibao sehemu ambayo huku kwetu kwamba mradi haupo. Sisi tukashangaa, tumfuata diwani, bwana diwani vipi, mvotuambia mbona tofauti na amani mmetupa wenyewe? Akasema kweli mimi mwenyewe sijaelewa, acha nimpigie Runji, mimi nipo karibu sana na mtaa wake. Nikamshtua bwana diwani, sasa hivi swali linaendaje? Akasema tutaita kikao. Kuita kikao tukaitoa, lakini kuzungushwa kuja hivi tukaja hivi tukaripoti kwenye vyombo vya habari nini, ikafuatwa kwa bwana Runji. Hiyo hata mimi ninayo. Alisema hivi, watu wanaolalamika kuhusu mradi ni zile nyumba 35 ambazo zimeshalipwa tangu mwaka 84. Kuna nyumba zaidi ya 50 zimezidi katika mradi, nyumba zaidi ya 50 ambazo zimeukuta mradi, zenyewe zimeukuta, sio mradi umekuta hizo nyumba. Hizo hatuna jinsi ya kuzilipa. Wewe ulisema hivyo, ninayo kwenye simu, sina jinsi ya kuzilipa, bali tutaongea na nani? Yaani sheria kafanya mkondo wake, nilisema Azam siku zile. Akaja siku nyingine yeye na dada Lydia, Boni akuja hiyo siku, akaja jamaa fulani hivi na dada fulani tu Baraka wakapita. Mimi nikamkumbusha, nikamwambia bwana, wewe ulisema hivi, sasa hivi swali linaendaje? Akasema sisi, akadai mwenyewe sasa. Hiyo inabidi niliongee, japo alilifanya yeye kama lisiongelewe. Alisema mimi nipo chini ya mtu, siwezi nikasema hadharani kwamba fulani kakosea. Mimi nipo chini yake, inaonekana sina adabu. Jitahidini nyinyi kufanyaje, kufuatilia. Tukalifuatilia, bahati nzuri tukapata kikao na mkuu wa mkoa. Mimi sikuwepo, mkuu wa wilaya akasema mimi ndiye mkuu wa wilaya, naweza nikakibadilisha chochote. Kwanza hii barabara imewekwa kipindi hamna teknolojia mwaka 84. Hatuwezi kufuata barabara ambayo imewekwa kipindi hamna teknolojia mwaka 84. Watu wakamuoji. Sasa wengine tunawafanyia, akasema mimi nitasimama kokote, nitasema ya maneno aliyosema mimi ndio nilobadilisha, hata kwa Mungu naweza nikasimama. Lakini tukamwambia bwana, mbona ili swala rais, lakini anasimamia kwamba sisi tunafuata agizo la rais.
kweli, lakini rais hajaagiza mpite hapa. Alisema muagizi katika mradi wa KSD ambao unakusanya Kinondoni jiji, Kinondoni shamba na Kinondoni juu, sio hapa. Bali na hapo, si kinachotokea. Wale wakazi wenzetu wale walikuwa washalipo na washajitambulisha wamelipo, wanatutambia sisi tuna elimu, wanadai sisi wao wana elimu. Sisi tukawa tumejinyamazia, tukaitwa asubuhi, tukaitwa barua hizo za vikao, bwana naitwa, kila mmoja anaitwa usiku, barua njoo. Akienda wanamshawishi, wanapomshawishi sina uhakika nacho kwa mshawishi nini, lakini wanasema watushawishi. Ikatokea asubuhi tumefatwa, mimi mama yangu yupo katika nyumba naisimamia, au bibi yangu mamangu mkubwa ama kijiji. Ikatokea tumeitwa asubuhi na mkuu wa wilaya. Nakumbuka kipindi kuna jambo Ikulu, wewe ulienda na hisi. Tunafika pale, akaja mkuu wa mwenyekiti wa serikali za mtaa ambaye sasa hivi kafukuzwa. Akasema ikatoka kaja akatuambia hivi, hivyo vikao nyie mnavyoitwa, mimi kama mwenyekiti sivijui. Mimi kusema kweli nimemrekodi nayo, sivijui kabisa. Na huyu mkuu wa wilaya anafanya vitu hatushirikishi, nimemrekodi. Kama nimekosea nimekaa katika kiini cha neno. Yule bwana akatuambia na sasa hivi kaitwa wapi? Ikulu. Sisi tukajua kaitwa Ikulu kwamba ni swala letu, mheshimiwa kalisikia kama tumezunguka sana. Tumekaa ikaja greda. Kuja greda maana tulikuwa tunavulagizwa tu. Huyu akija huyu anasema hicho anakuja hicho. Ikaja greda. Sisi hatuna uwezo wa kupigana na greda. Imekuja greda likachimba, lilipochimba wakalipwa walivyolipwa. Sasa ikatokea hapa kwa nyumba mzee kalipwa. Akasema bwana mimi nimelipwa. Na ikawa alimshawishi fulani. Sema mimi nimelipwa. Sina sababu ya kubaki hapa. Kwa mimi naondoa nyumba yangu. Akaondoa. Pembeni hapa kuna mfereji kwa kuna nyumba. Wakamwambia yule mzee mwenyewe tu mmoja anasema mimi niliambiwa na saini ya hospitali sijui bima, kumbe ndio na saini swala la mradi, nyumba ikavunjwa. Sasa tumekaa tumefuatilia kwa kweli TAKUKURU wapi, tukienda kila mtu atu sana wa Mungu asikie zile dua zetu. Sisi leo tulikuja hadi kwa rasi. Sasa akatuambia tutaifuatilia si Abubakari anaitwa. Si ndio, sijui kama nimelikosea kiasi. Tulipokuja hapo ndio wewe umekuja leo. Lakini walikuja mpaka kule sehemu ambayo nyumba haina ipo katika mradi. Wamekuja na greda kwa mwangu mkubwa. Wamekuja wanachimba mpaka wanataka kula kile kibaraza. Sisi tukawaambiaje? Tuifuate hadi kwa mheshimiwa Lukuvi, tukaenda kwa mkuta yuko nje ile mikutano yetu yake ya kutana na wananchi. Kamwambia sisi mnachokifanya hatupo tayari nao. Kwa sababu mko nje ya sheria. Nyie mkija, sisi tutawakamateni. Alafu tutapiga simu hata kwa mkuu wa mkoa, atuambie nyie mmepewa na nani, na kama mmepewa mbona hamna vielezo vya kujitosheleza, nyie mnavunja hapa. Wale jamaa nisi wakaogopa, na sisi tulibadilika kiasi. Wakaogopa, wakawa hajaja, akaja tena bwana Runji. Kwanza wakaja wa China. Wale wa China wakasema hivi, huu mradi jamani, hawa jamaa wakina Lydia mpaka tunamjua jina. Yeye anasema huku ndo mradi unapopita. Yule Mchina anamkatalia, hapana, kichuma kilia hapa kinalia nyumba ya pili. Wameingia mpaka ndani. Kichuma kipo. Lakini baadaye amekuja na story mpya. Sisi tumebadilisha, tunapita huku. Kwa sababu gani? Anasema sisi ndo tunapita. Baadhi ya watu wakataa kuvunja nyumba zao na kubaliana nao. Wakasema hivyo tutavunja, hata kitakuwa kiwanja cha Tarura. Nyumba ya bibi yangu. Sasa tukawa tupo tu kwenye blanks, hatujui tunafanyeje. Kwa tunasubiri sasa, sisi tukabaki na dua, ndio tuchobakia nacho. Bila tusome dua, Mungu ndio fanye aiti msaada. Muombe yeye ndio atuletee. Na sisi mwisho wetu tunapigania, sisi tumekwama, hatuna vitu, muombe Mungu. Sasa naona zile dua tulizosoma Mungu kazisikia. Wewe umekuja. Umeona bwana? Wewe umekuja. Na kama ikitokea mtu atasema mimi nimeenda kilongo kidogo, aseme kwa sababu vingi katika vikao tumevikodi. Mimi navyo. Aswa umekuja leo mheshimiwa, tunashukuru, lakini barabara yetu na Silamani tunayo inapita kule, lakini wao walituletea hizo barua wasema vikao, ramani hapa. Hicho kikao wanachokiandika wametuletea barua ya kwanza tarehe 11. Naomba mkabidhi. Hii hapa. Hii ramani tumepewa na diwani, mtaa wetu hapa Ofika. Huu mtaa Ofika.
hii ndio inapota juu, lakini barabara baada ya kupita huko inapita hapa katika namba ambazo wazibu katika nyumba, na kwa maelezo yake Bwana Lunji anasema namba zinazochukuliwa hizi hapa, hizi ndio zinazopitia. Sasa sisi tunauliza kwa nini upitie hapa? Anasema hivi, huku kuna nyumba nyingi kuliko huku. Tukiangalia kiukweli, huku sisi tuna nyumba karibia 8. Huku kuna nyumba moja tu ambayo haipo kwenye mradi, imeukuta mradi, nyingine zote zimelipwa. Sasa sisi tunajiuliza, hivi yule aliyoipo kapewa na kiwanja abaki tena kwa kigezo kwamba hicho kuna nyumba nyingi? Kweli kunaweza kuwa na nyumba nyingi hata zikiwa 18, sio amelipwa? Sisi hatujalipwa, tuvunjiwe kwa lipi? Hatuko kwenye mradi. Na si mradi hautujui. Si unatujua mradi kama hizi nyumba ambazo zipo pembeni ya mradi. Shehe bwana mheshimiwa, sisi hofu yetu bwana, hapa kuna jambo linaweza kuwa linatendeka. Sisi tunaomba ulifuatilie hili swala kwa sababu linanyima watu la. Hatuwezi, wengine wanasema tutawapa milioni 30. Kwa sasa hivi hata upe milioni 30 utafanya nini? Tununuliwa gari. Tununuliwa gari. Mama huyu hapa. Sasa hapo ndio kuna walaki. Na hizo barua wanazosema sizo, wanatuletea tarehe 2, watuletea barua ya kuhama, wanasema umekaidi. Barua ya tarehe 12 wakati wao wameleta tarehe 11. Kana kwamba watu fulani walipanga, tuwapelekea barua mara 4 lakini hawajakalili tarehe. Kwa hiyo tarehe 11 wameandika tarehe 24, tarehe 24 wameandika tarehe 30, yani wamezichanganya hizo barua. Tunazo tukazipeleka mpaka TAKUKURU nyingine. TAKUKURU ndio hivyo sisi kwa sababu ujanja wetu wa kufuatilia mdogo tukakwama. Hicho na mimi nikaona nije kukufikishia mheshimiwa.